Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Kuna aina mbili za watu ulimwenguni. Kuna watu wanaofanya mambo kwa kusudi na kuna watu ambao ni watazamaji. Watu watazamaji ni watu ambao wanataka kitu kizuri kitendeke, lakini hawafanyi mengi au hata chochote kukifanikisha. Wanatamani sana, lakini hawatendi. Kisha kuna watu wanaosoma neno, wanaijua haki na wanategemea usaidizi wa Mungu. Na hatuwezi kufanya chochote bila Mungu, tufahamu hiyo kwanza. Lakini jambo lingine tunalopaswa kulikumbuka ni kwamba chochote Mungu anatuambia tutekeleze, yeye hutupatia uwezo wa kukitekeleza. Chochote unachohisi kwamba Mungu anakuongoza kukitekeleza, Mungu atakupatia uwezo wa kukitekeleza. Tunachohitaji kufanya ni kuzidi kumtegemea Mungu na kuhitaji. Siwezi kufanya chochote bila wewe. Mpe sifa, mpe utukufu, na utadumisha mtiririko huo wa nguvu zake katika maisha yako kila wakati. Na basi niliamua nitazungumza kuhusu mtazamo. Jana usiku tulizungumzia nguvu ya mtazamo, jinsi ya kuwa na mtazamo wa kuangalia juu badala ya mtazamo wa kuangalia chini. Ikiwa una mtazamo wa kuangalia juu, basi maisha yako daima yatainuka juu. Utakuwa na maisha yaliyo juu ya wastani. Ikiwa una mtazamo wa kuangalia chini, basi utakuwa tu na maisha ya chini. Daima utakuwa na kidogo zaidi ya kile Mungu anataka uwe nacho. Sasa kila mtu anataka kuwa na maisha mazuri. Kila mtu hapa ndani anataka kuwa na maisha mazuri. Lakini si kila mtu hata hapa ndani anafanya kila anachostahili kufanya ili awe na maisha hayo mazuri. Kwa hakika ni kana kwamba kutofanya chochote ni mojawapo ya uongo mkubwa zaidi kutoka kwa Shetani. Ni kuwa mtu anaitaka kitu lakini anafuata zaidi hisia zake. Anangoja kuhisi kabla hajatenda. Anangoja mpaka watu wengine waanze kutenda. Unajua, nafikiri kuna watu wachache sana ulimwenguni, tukizingatia mambo yote, ambao wako tayari kutenda haki hata kama wanajua kuwa ni hao peke yao ndio wanaofanya hivyo. Tumeathiriwa sana na maoni ya wengi na kile watu wengine wanafanya. Mungu anatafuta watu ambao wako tayari kuogelea kuelekea upande wa juu wa mto, wakati watu wengine wote wanaelea kuelekea upande wa chini. Ni rahisi kuelea, lakini kwenda kinyume na mkondo si rahisi. Kwa hivyo asubuhi ya leo katika ibada hii nitazungumzia kuhusu kuwa na mtazamo wa subira. Ikiwa ungependa kusubiri ibada ya pili, nitafundisha kuhusu kuwa na mtazamo usio na ubinafsi, kwa sababu naamini kwa hakika kwamba kuna mwito kwa kila mmoja wetu kusimama na kuwajibika katika wakati huu tunaoishi. Kuna sehemu 5 tutakazotaja kuhusiana na kutokuwa na subira. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutufanya tusiwe na subira, na wengine hukosa subira kwa ajili ya mambo mengine, lakini wanakuwa na subira na mambo mengine. Nimepata ushindi dhidi ya viwango fulani vya kukosa subira katika maisha yangu, kwa sababu kusema kweli, kukosa subira huenda kungekuwa udhaifu wangu mkubwa zaidi. Utu wangu na ushupavu na kukerwa kwa urahisi. Ikiwa nataka sasa hivi. Ikiwa nimekwambia ufanye, basi fanya kwa njia sahihi mara ya kwanza. Usiache nikwambie tena. Kwa hivyo, unajua, hivyo ndivyo nilivyokuwa hapo mwanzoni. Namshukuru Mungu siko hivyo tena. Ningeweza kurudi na kurejelea tabia hiyo kama singeendelea kushughulikia mtazamo wangu. Kwa hivyo, iwapo huhitaji mafunzo haya leo, nitafurahia tu kujihubiria, kwa sababu mimi nahitaji yote ninayofunza. Amen. Basi, kwanza kabisa, hapo mwanzoni nilikosa subira na Mungu. Jamani, sikuelewa ni kwa nini Mungu hakufanya kile nilichotaka afanye. Na unajua, hata mambo ambayo Mungu ametuahidi katika neno lake kwamba atayafanya, hayafanyi kulingana na ratiba yetu. Je, haikutamaushi unapojua kwamba Mungu anaweza kufanya kitu fulani na kamwe hakitakuwa kigumu kwake, lakini bado hakifanyi? Kama umekifanya ndani ya miaka 5, kwa nini hukukifanya ndani ya mwaka mmoja? Kwa nini imenibidi nipitie mambo haya yote? Basi mwishowe unajifunza kwamba haijalishi umetamaushwa kwa kiwango gani, huwezi kumharakisha Mungu. Kwa hivyo chochote unachokisubiri sasa hivi, jifunze kusubiri kwa busara, kwa sababu kusubiri ni kitu cha kawaida maishani. Sisi sote husubiri, lakini baadhi ya watu husubiri vizuri kuliko wengine. Kwa hivyo jirahisishie mambo wewe mwenyewe. Sema, nyakati zangu zi mikononi mwako. Najua kuwa una mpango kwa ajili yangu. Hakuna pepo yeyote au mtu yeyote duniani anayeweza kuzuia kufikia yale Mungu amekuwekea katika wakati ufaao na utakapokuwa tayari. Kuna vitu vingi ambavyo Mungu ametutayarishia, lakini ni lazima atutayarishe
kwa ajili ya vitu hivyo. Nakwambia, wakati mwingine ni ngumu unapokuwa na ndoto moyoni mwako na unaiona waziwazi. Unaiona waziwazi, na unajua hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu kwako. Mara nyingi ni ngumu kuelewa kwamba japo ni kweli kuwa Mungu amekuwekea kitu hicho na ni mapenzi yake kukutayarisha sasa kwa ajili ya mambo aliyokuandalia. Si kila mtu yuko tayari kwa kila kitu, hata kama anafikiria yuko tayari. Sisi fikiria tuko tayari, lakini wakati mwingine hatuko tayari. Swala la kukosa subira na watu, ni wangapi kati yenu wakati mwingine mnakosa subira na watu? Unajua, watu ambao, basi hebu tufikirie kuhusu baadhi ya mambo yanayoweza kutukosesha subira yanayohusiana na watu. Hebu tuseme tu, wewe hufanya nini unaposubiri kwenye foleni? Je, kama muuzaji anafanya mambo polepole? Na je, muuzaji ambaye ni mgeni na bado hajui kazi yake? Je, itakuwaje endapo mtu aliye mbele yako ana bidhaa 3 ambazo bei zao hazijaonyesha na inabidi bei hizo zitafutwe? Sawa, unaona, ninayo subira hiyo. Ninayo kwa sababu miaka 30 iliyopita karibu niupoteze wokovu wangu kwa ajili ya wauzaji wanaofanya mambo polepole. Yaani ilikuwa tu kwamba ningevaa kipini changu kikubwa cha Yesu, unajua, shanga zangu zote za Kikristo, na niwe kwenye foleni katika duka la mboga. Nilikuwa na watoto 3 wakati huo na walikuwa wananisumbua, na nilikuwa na mpango wangu. Nilitaka kuchukua mboga, nimalize foleni, niziweke kwenye gari, nizipeleke nyumbani, niziweke mahali, kisha nifanye jambo lingine. Nilikuwa na mpango wangu. Usivuruge mpango wangu. Kuna mtu anapenda jambo hilo? Sawa. Kwa hivyo sijali. Ilifika wakati ambapo ningeomba ili niingie katika foleni nzuri. Yaani ningesimama nyuma na kusema, haya sasa Mungu, unajua kitakachotokea kabla hakijatokea. Mungu, unajua kwamba nina haraka. Ni gani kati ya foleni hizi itasoka kwa kasi? Na hata nikifanya nini, nilijipata katika foleni iliyojikokota, kuna kitu kitaharibika au bei hazionekani. Na nakwambia, kama ni kufa kwa ajili ya fadhaa, ningekuwa nimekufa, kwa sababu hali hiyo ilinifadhaisha sana. Sikuelewa, Mungu, kwa nini unanifanya hivi? Kisha ningesema, Shetani, na kukemea katika jina la Yesu. Hutaiba furaha yangu, hutaiba amani yangu. Hatimaye nilielewa. Mungu alikuwa akitumia hali hiyo kwangu, kwa sababu neno subira, ukilitazama katika kamusi ya Vines Greek, sasa elewa hii, inasema ni tunda la Roho linalokuwa wakati wa majaribu peke yake. Hatuwezi kukuambia ili ulipate. Linakuwa wakati wa majaribu peke yake. Kwa hivyo bila shaka watu hawataki kufanya mambo kwa subira, kwa sababu wanadhani kuwa wakianza kuombea subira watapata majaribu, na kwa hakika huo ni ukweli. Hata hivyo, Biblia inasema unapokuwa na subira kikamilifu, unapokuwa mtu mwenye subira kikamilifu, ni mtu ambaye yuko sawa kikamilifu, wala hapungukiwi na chochote. Naweza kuwa kwenye foleni na nisiwe na hamu kubwa ya kumaliza ili niende mahali pengine. Naweza kuwa kwenye foleni na nipafurahie. Basi hatimaye niliweza kustahimili wauzaji wanaofanya mambo polepole. Kisha kukawa hakuna wauzaji. Yaani ningetaka kulipia kitu kwenye duka na singepata mtu wa kuchukua pesa zangu. Na nikafikiri hali hii inaelekea mahali pabaya. Utafanyaje endapo utamwambia mtu afanye jambo na akose kulifanya unapomwambia mara ya kwanza, na inakubidi umwambie tena na tena? Ungetamani kusema, kwani huwezi sikia? Hukusikia nikikwambia? Utafanyaje endapo utamwambia mtu akuletee kitu kisha akuletee kitu tofauti kabisa na kile ambacho uliagiza? Unaona, papo hapo mtazamo wako utajidhihirisha. Si lazima hata iwe ni maneno, utajitokeza usoni mwako. Ni kama hivi. Mnaipenda, sio? Ni kama hivi. Kwa hivyo tunasema nini kupitia ishara zetu za usoni? Wewe ni mpumbavu sana. Na mara nyingi kile tunachofanya na mtazamo wetu mbaya ni kuwafanya watu ambao kwa kweli wanajaribu kufanya kazi yao vizuri, eti kwa sababu tu watu hawana vipawa au uwezo sawa na zangu au zako, haimaanishi kwamba hawana thamani. Na kwa kusema kweli, Mungu hutuweka na watu ambao hutukera, na yeye hufanya hivyo kwa makusudi. Haitakusaidia chochote endapo utaliacha kundi lile nalo sahihi, kwa sababu bado utapata kundi mpya popote pale uendapo.
kwa sababu kilichoko ni kwamba Mungu hutumia hali hizo kwetu ili atufinyange na tuwe bora zaidi. Sasa hii hapa habari kwako, anakutumia kumfinyanga mtu mwingine. Kwa hivyo tusifikirie kwamba sisi hatuna dosari, kwa sababu ikiwa unafikiri kwamba hulka ya mtu mwingine inakutatiza, unapaswa kumuuliza kuambia ukweli kuhusu jinsi anavyohisi kukuhusu. Kwa hivyo Mungu ana mpango. Kukosa subira. Hatimaye nilielewa jambo hilo. Nafikiri kwa kiwango kikubwa, mara nyingi mimi huwatendea watu mema sana, na kwa hakika ni kana kwamba nimepata ufunuo wa kina kutoka kwa Mungu kwamba inamkera sana tunapowadhulumu watu. Kwa hivyo tunahitaji kutoka huko nje na tujaribu kuwatendea watu mema, kwa sababu kila mtu ana hadithi yake. Ni kwamba tu hatujaisikia, na kila mtu anaumia, na kila mtu anapitia hali fulani. Hata mtu anayeonekana kuwa mkatili kwa makusudi, ikiwa yuko hivyo, ana kitu katika maisha yake kinachomuumiza au kitu kilichomuumiza zamani. Na iwapo tutamwakilisha Kristo, basi kwa hakika tunahitaji kukuza zaidi mtazamo wa kuwa na subira na watu. Kwa hivyo na kuhimiza uanze kuombea subira. John, nimeona hiyo sura uliyofanya. Unaonaje? Unafikiri unaweza kufanya hivi? Nafurahi nimempata mtu wa kumulika. Nikija hapa naweza kumulika John. Kisha unaweza kukosa subira na wewe mwenyewe, na nilipitia hali hiyo sana, lakini sasa nimeishinda. Hatimaye nilimwambia Mungu, sikiliza, jambo ni hili. Ulikijuta kachopata uliponiita. Ikiwa hukuwa tayari kunistahimili, basi ungemtumia mtu mwingine. Na nimechoka kujiombea msamaha, na si kana kwamba Mungu alikuwa ananiambia nijiombee msamaha. Lakini kilichoko ni kwamba unapaswa kujifunza kufurahia mahali ulipo ukiwa bado njiani ukielekea mahali uendako. Unapaswa kujifunza jinsi ya kuona raha ukiwa katika safari ya kukua katika Mungu. Niseme hiyo tena. Jifunze jinsi ya kuona raha. Jifunze jinsi ya kuona raha. Jifunze jinsi ya kuona raha hata na dosari zako zote na udhaifu wako wote, ukijua kwamba udhaifu wako haumshangazi Mungu. Anajua mambo ya kipumbavu tutakayofanya ambayo bado hatujayafanya, na tayari ameamua kutupenda bila masharti na kutembea nasi katika safari yetu nzima bila kutuacha. Kwa hivyo kuwa na subira na wewe mwenyewe. Kisha kuna nyanja ya kuwa na subira na vitu. Sasa hapo sijafaulu sana. Hebu nipe vielelezo vyangu hapo. Kuna jambo linalonitatiza sana na nitawaomba mniombee. Jambo hilo ni jinsi bidhaa hufungwa. Siwezi tu, naweza kupoteza wokovu wangu kwa sababu ya jinsi bidhaa hufungwa. Sawa, hii hapa ni chupa yenye dawa ya macho. Nilichukua leo asubuhi na nikafanya, jamani. Jamani, yeyote kati yenu hufanya hivyo? Kisha nitaanza kusema, ni nini mbaya na hawa watu? Wanakuzia vitu hivi na ni kama hawataki uvifungue na kuvitumia. Basi Dave husema, mbona usitafute makasi uikate tu? Basi kwa sababu hiyo inanihitaji kuwa na subira ya kutembea chumbani na kutafuta makasi na kurudi kuikata. Sitaki kufanya hivyo. Kisha uchukue kiosha kinywa. Mungu wangu, si haya tena. Unaona, nina hizi. Hiyo inafunguka. Yay. Lakini bado imekataa. Kwa hivyo mwaka huu subira ya kufungua vitu ndio lengo langu. Nalenga kufikia mahali ambapo nitaacha kukerwa na jinsi ambavyo bidhaa hufungwa. Sasa unajua, njia ya kuwa huru kutokana na jambo ni kulipitia tena na tena na tena na tena mpaka litakapoacha kukutatiza. Hatimaye unalifia jambo hilo. Unaona, naweza kupanga foleni na ijikokota na niseme Shetani, utanipata wakati huu, nimeshapitia hali hii tena. Nitakaa kwa amani. Lakini swala hilo la ufunguaji wa bidhaa bado linanitatiza. Pia nina swala lingine dogo ambalo nitawaeleza. Nina kipande fulani cha nywele hapa na nitaonyesha huwa kinafanya nini. Unaona hii? Sawa. Haijalishi nitakiweka vipi. Daima huwa kinajitokeza tu, kwa hivyo huwa nafanya hivi.
Jana nilikasirika na nikafikiri nitakikata hiki kidude. Kwa hivyo nikatoa makasi yangu nikakikata kikawa kifupi zaidi, basi nikakiharibu hata zaidi. Wangapi kati yenu wana vitu kama hivi maishani mwenu? Kitu kidogo tu ambacho kinakukera kabisa. Kisha kuna hii nyanja ya, na hili ni lengo langu pia, mambo haya mawili ya mwisho huwa yananitatiza. Huwezi kumakinika kikamilifu katika jambo unalofanya kwa sababu akili yako tayari iko katika jambo lingine. Unaona, wengine wenu mko hapa asubuhi hii lakini ni kana kwamba hampo, kwa sababu tayari mnafikiria kuhusu mambo mnayohitaji kufanya mkifika nyumbani. Basi hatuwezi kuwa mahali bila akili zetu kuwepo hapo. Kwa sababu mili yetu iko hapo haimaanishi kwamba tuko hapo. Na sijui, nadhani ni sehemu ya utu wangu wa ushupavu na kukerwa kwa urahisi, lakini mimi nina tatizo kubwa la kumakinika katika kitu kimoja. Kila mara mimi hutaka kusonga mbele kwa jambo lingine kwa sababu nina madhumuni, mimi ni shupavu na nina mpango. Tunafanya hiki, sasa tuende kwa kile. Sasa ninapokuwa ndani ya gari, tunapokaribia kufika nyumbani na naona nyumba yetu, huwa natoa mkanda wa usalama na kujitayarisha kutoka kwenye gari. Si kitambo sana binti yangu aliniambia, "Mama, utaniruhusu niegeshe gari kwanza ndipo utoke?" Tunapokuwa kwenye sehemu ya maegesho, natoka kwa gari, nachukua vitu vyangu na kuingia dukani, naye Dave bado anakusanya vitu vyake ndani ya gari. Najiuliza, inawezekanaje mtu kuchukua muda huo wote kutoka kwa gari? Unafanya nini huko ndani? Wangapi katini ni watu wenye haraka, watu wa kuharakisha? Sawa. Ni wangapi ambao huenda polepole na mnachoshwa na wengine wetu tulio na pupa? Na naweza kukuhakikishia mwenda pole huoa mwenye haraka, naye mwenye haraka huoa mwenda pole. Jamani, sasa yaani ni kana kwamba sawa, Mungu, je, tumeanza kujifurahisha au bado? Siwezi, hii ni baada ya miaka 47. Swala hili si la mzaha tena. Nakwambia kifungu hicho katika kitabu cha Mwanzo kinachosema mwanaume atamwacha babake na mamake na atamuoa mkewe na wote wawili watakuwa kitu kimoja. Si hilo ni jambo la kupendeza? Lakini nakwambia ni hali hiyo ya kuwa kitu kimoja ndiyo tatizo, na ni tatizo linaloendelea bila kufikia mwisho. Sawa, hebu tushughulikie mambo muhimu sasa. Tumeshajifurahisha kidogo. Kwanza kabisa, usipokuwa na subira na Mungu, na nisipokuwa na subira na Mungu, nitajiingiza katika yale Biblia huyaita kazi za kimwili. Na kazi za kimwili ni yale mawazo yangu kuhusu jinsi ya kupata matakwa yangu kwa wakati wangu badala ya kumsubiri Mungu. Na nakwambia sisi hufanya makosa mengi ya kipumbavu maishani kwa ajili ya kukataa kumsubiri Mungu. Tunayaona katika kitabu cha Mwanzo. Sitachukua muda wote kusimulia hadithi yote, lakini kwa hakika utagundua kwamba Mungu alipowaahidi Ibrahimu na Sara kwamba watapata mtoto, na mtoto huyo mtoto hakuja. Wakachoka kusubiri. Sara alipata wazo akilini mwake. Akina dada, mai kuwa na wazo akilini? Sawa. Mimi nilikuwa na ustadi wa kupata mawazo akilini, na huwa yanakuja kwa njia hii. Unayafuata, unasema, nafahamu kile Mungu anataka nifanye. Mume wako hajaokoka, basi unafikiri, au pengine umeolewa na mtu mwenye mtazamo mbaya, tayari umeamua kwamba utanunua hivyo vitabu 5 kuhusu mtazamo na utavifungua na uviweke kila mahali ndani ya nyumba, kwa sababu sasa una mpango wa jinsi utakavyorekebisha mtazamo wa mume wako. Ni wangapi kati yenu unajua kwamba hakuna kitu kinachoweza kufaulu ikiwa hakijatoka kwa Mungu? Sikiliza, yeye ndiye mwenye kuanzisha na kutimiza, na aliniambia kitambo sana, si wajibu wangu kutimiza lolote ambalo sikulianzisha. Kama ulikianzisha, basi ni wajibu wako. Kwa hivyo tunahitaji sana kujifunza namna ya kufanya kazi za Mungu na wala si kazi za kimwili. Unasema, sasa nitajuaje tofauti? Basi kazi za kimwili ni kazi ambazo hazitimiliki. Ni wakati tunajaribu kufanikisha jambo ambalo haliwezi kufanikishwa na hatuelewi kwa nini tunashindwa kulifanikisha.
na tunasema hivi: Mungu, nimefanya kila kitu ninachoweza kufanya, na sielewi ni kwa nini jambo hili halifaulu. Na wakati mwingine tunakuwa na vituko ambavyo havimpendezi Mungu hata kidogo, na hata tutaanguka sakafuni na nimekata tamaa. Nimekata tamaa. Unataka nifanye nini? Jamani, unamjua mtu ambaye amewahi kufanya hivyo? Basi ukweli ni kwamba Mungu hakuambii ufanye chochote kando na kuamini. Kisha tunapopata maelekezo kutoka kwake, basi ni dhahiri kwamba tunapaswa kufanya kile tunachoamini Mungu anatuambia tufanye. Lazima tujifunze jinsi ya kujitenga na kazi za kimwili. Karibu nijiue kabisa na kazi za kimwili, nikijaribu kukuza huduma yangu, nikijaribu kumbadilisha mume wangu, nikijaribu kuwabadilisha watoto wangu, nikijaribu kujibadilisha mwenyewe, nikikataa kujaribu. Yani ilikuwa kana kwamba kwa kweli iwapo kuna mtu angelikufa kutokana na kufadhaika, basi ingelikuwa ni mimi. Na hatimaye niligundua kwamba kufadhaika ni sawa na kazi za kimwili. Wakati wowote unapohisi kufadhaika, sasa sikilizeni. Wakati wowote unapohisi kufadhaika au unapohisi kufadhaika, ni kwa sababu unajaribu kufanikisha jambo ambalo ni Mungu peke yake anayeweza kulifanikisha. Mmenisikia? Jamani, kauli hii inastahili kuweka kwenye bango. Nilikuwa na moja nyumbani kwangu kwa muda mrefu. Kazi za kimwili ni sawa na kufadhaika. Ilinibidi niiweke kwenye kioo changu, ilinibidi niiweke kwenye jokovu langu, kwa sababu nilikuwa mtu shupavu sana mwenye bidii ya kuweka mipango na kuwa na mawazo na kuyatekeleza. Haya, hatimaye nimeushinda mtazamo huo, lakini najua wengi wenu bado hamjafanya hivyo. Pengine bado mna mtazamo huo na mnajifadhaisha kwa kujaribu kubadilisha mambo ambayo ni Mungu peke yake ndiye anayeweza kuyabadilisha. Mnajaribu kuwabadilisha watu jambo ambalo ni Mungu peke yake ndiye anayeweza kulifanya. Wacha niwaambie jambo, huwezi kumfanya mmoja wa jamaa zako ampende Mungu. Haijalishi unamtakia mema kiasi gani, ikiwa hataki kitu hicho yeye mwenyewe, basi unafanya kazi bure na utaharibu maisha yako na ukose furaha. Na kitu cha muhimu unachoweza kufanya ni kumwombea na kumruhusu Mungu atende. Na hebu nikwambie, unapomwombea mtu usitarajia abadilike. Pengine hali yake itakuwa mbaya zaidi kabla hajabadilika. Unauliza kwa nini? Kwa sababu unapomwombea mtu, Mungu huanza kukabiliana naye, na Mungu anapokabiliana nasi, ikiwa hatuko tayari kushirikiana naye, hali hii hutufanya tu wabaya zaidi badala ya kuwa wazuri. Je, umewahi kumwombea mtu na ukasema maombi hayo hayakufanya kazi? Amekuwa mbaya zaidi. Nilikuwa namwombea Dave ache kupenda michezo sana kwa sababu sikuipenda. Kwa hivyo sikutaka apende michezo kwa sababu mimi sikuipenda. Na yamkini mmenisikia nikisema hivi, anapenda chochote kinachobingirika au kinarukaruka. Na nilipokuwa nakuwa, babangu hakuniruhusu kufanya chochote. Kimsingi nilidhibitiwa kwa hila, na sikumbuki nikiwa na furaha yoyote nilipokuwa katika miaka ya 20. Na Dave alicheza michezo yote hiyo katika ujana wake na anaipenda yote, yani yoyote anaipenda. Nilianza kumwombea asifanye hivi na asifanye vile, na nikajaribu kumlazimisha abadilike. Na kwa hakika, na hii ni kweli, niliingia chumbani siku moja na nikampata ameketi akitazama mechi kwenye runinga huku akisikiza matangazo ya mchezo huu wa baseball na kuunganisha vigoli vyake vya kuchezea gofu, na nikafikiria, unajua nini, huyu sitamweza. Jamani, kuna yote hapa amegundua kwamba anachojaribu kufanya hakitafaulu. Yeyote hutafaulu. Kwa hivyo kwa nini usijipatie likizo uachane na kazi za kimwili na umruhusu Mungu awe Mungu maishani mwako? Amen. Ni subira tu, wala si kitu kingine chochote inayotupatia fursa ya kufurahia wakati tulionao sasa. Ikiwa niko mahali na sitaki kuwa hapo na nataka kuwa mahali pengine, hebu tuseme kwa mfano nasubiri katika uwanja wa ndege na sitaki kusubiri hapo, lakini ndege yangu imechelewa. Sitaki kusubiri, lakini ole wangu, ndege haijawasili. Kwa hivyo nitasubiri. Basi naweza kuketi pale na nifadhaike, au naweza kusema, Mungu, naamini kwamba wakati wangu uko mikononi mwako, kwa hivyo nitatafuta njia ya kufurahia hali hii. Naamini kwamba mojawapo ya mambo yanayomhangaisha shetani, ni wangapi kati yenu wangependa kumfadhaisha shetani kabisa? Nafikiri mojawapo ya mambo yanayomhangaisha shetani ni tunapoweza kujifunza namna ya kufurahia kila
kitu tunachokifanya, haijalishi ni kitu cha kawaida kiasi gani. Wengi wenu hamna uhakika kuhusu jambo hilo, ni kama mko hivi. Napenda wakati ni watu watatu peke yake ndio wanaopiga makofi. Unajua, Mungu hataki tufurahie tu siku za Ijumaa, likizo na sherehe na wakati tunaponunua kitu tunachotaka. Anataka tufurahie kila wakati aliyotupa, kila wakati, kwa sababu zawadi kubwa anaotupa Mungu ni wakati tulionao sasa. Wakati tulionao sasa. Kwa hivyo nataka kukuuliza, si sasa hivi ninapofundisha, bali baadaye katika siku au wakati fulani katika siku chache zijazo, chukua muda na ujiambie ukweli kabisa na ujiulize, je, mimi hufurahia maisha yangu kwa kiasi gani? Unaona, mara nyingi huwa hata tutafakari hilo. Sasa nimekuwa kwenye safari hii kwa miaka mingi sana, kwa sababu nilipata ufunuo mkubwa kutoka kwa Yohana 10:10. Mwizi huja ili aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hivyo, ingawa kimsingi Yesu alikufa kwa ajili ya wokovu wetu, pia alikufa ili tufurahie kila dakika ya maisha yetu. Si tu wakati mwingine, bali kila dakika ya maisha yetu. Naamini kwamba mojawapo ya mambo ya kusikitisha zaidi maishani ni kutofurahia kila dakika ya maisha yetu. Hapo zamani niliandika kitabu kinachoitwa Kufurahia mahali ulipo ukiwa njiani kuelekea uendako. Jamani, ninapofikiria hata kuhusu huduma yangu, kulikuwepo na mambo mengi kuihusu ambayo sikuyafurahia, kwa sababu nilikuwa na ari kubwa sana ya kujaribu kuifanya ikue. Nakumbuka wakati mmoja nilikuwa kwenye mkutano mdogo kuliko huu. Kulikuwa na watu 400 au 500 hivi, na kulikuwa na viongozi wengi pale. Basi nikafikiri, sasa nitawaombea wote ambao hawakuwa wanafurahia huduma zao. Kwa hivyo nikasema ningependa kujitolea kumwombea mtu yeyote ambaye yuko katika huduma anayeweza kusema kwa uaminifu kwamba haifurahii. Si kuamini. Kulikuwa na mamia ya watu katika huduma walioitwa kufanya kazi kubwa duniani, lakini hawakuwa wanazifurahia. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanajaribu kufika mahali ambapo walikuwa hawajafika. Laiti kanisa langu lingekuwa kubwa zaidi. Laiti ningelikuwa na jengo jipya. Daima tutafurahi kwa wakati fulani. Wakati tutaolewa. Wakati mume aliyetuoa anapokoma kutuambia tunachofaa kufanya. Tutakapopata nyumba kubwa zaidi. Tutakapopata kijakazi wa kusafisha nyumba yetu kubwa. Tutakapopata kijakazi ambaye hata tukera anaposafisha nyumba. Jamani, tuko pamoja? Tutakapopata kazi. Tutakapopandishwa cheo kazini. La. Ikiwa hutayafurahia maisha sasa, hutawahi kuyafurahia kamwe wakati fulani. Kwa sababu furaha yetu haihusiani na tunachokifanya, inahusiana na mtazamo wetu. Na kwa hakika nina ari katika swala hili, na nadhani kuwa wengi wenu mnayo pia. Nina ari kubwa la kujaribu kumtukuza Mungu katika maisha yangu ya kila siku. Naweza kukuambia Mungu havutiwi na ni nani aliye hapa kanisani asubuhi ya leo. Si kwamba hajali kwamba uko hapa au kuwa hauni kwamba uko hapa. Anapenda hayo yote, lakini Mungu anatilia mkazo zaidi kile tunachofanya tunapoondoka hapa kuliko tabia zetu tukiwa hapa ndani. Tunaweza kurukaruka, kushangilia na kupiga makofi kwa kila wimbo tunaoimba, lakini bado cha muhimu ni jinsi tabia yangu ilivyo nikiwa katika foleni dukani. Mimi hufanya nini ikiwa Mungu hafanyi mambo haraka ninavyotaka? Kunatokea nini ninapokuwa na mtu wa kunifanyia kazi ambaye ni muhimu kwangu, lakini inamchukua muda mrefu kujifunza na nalazimika kumwambia vitu mara kwa mara? Nitafanya nini wakati huo? Je, nitamfuta kazi kwa sababu si mwepesi kama mimi? Au nitazidi kumfunza na kufanya naye kazi? Je, nitakuwa na busara ya kutosha kutomlinganisha mtoto wangu mmoja na mwingine kwa sababu tabia za mmoja wao zinalingana na zangu zaidi kuliko za huyo mwingine?
Unajua tunaweza kuwapenda watoto wetu wote japo si wote wanatupendeza. Wengi wenu hamtakubali hivyo, lakini sikupendezwa na kijana wangu wa kwanza, na anajua hivyo. Yaani ana miaka 48 sasa, kwa hivyo ni sawa tu. Unajua, unafikiri jamani, miaka 48, basi wewe una miaka mingapi? Miaka ya kutosha ya kuniwezesha kufahamu ninachozungumzia. Hii inamaanisha nisikize vizuri. Nimeishi na nimeona mengi, nimejaribu kufanya mambo mengi sana, na najua kile kinachofaulu na kisichofaulu. Najua kitakachokufurahisha na kitakachokufadhaisha. Nisikilize vizuri asubuhi ya leo ili nikusaidie kuepuka kuzunguka mlima ule ule mara elfu. Huwezi kumharakisha Mungu. Huwezi kuwabadilisha watu, ni Mungu tu anayeweza kuwabadilisha watu. Waombee watu. Bidhaa zitafungwa, kwa hivyo Joyce, jifunze namna ya kuvifungua kwa utulivu. Nina unywele usio wa kawaida hapa kando ya nywele zangu, na pengine nitakuwa nikifanya hivi maisha yangu yote. Kwa hivyo fanya hivyo kwa utulivu. Amen. Na chochote ufanyacho, jifunze kufurahia unapoendesha gari kuelekea kazini asubuhi. Jifunze namna ya kufurahia kuketi karibu na huyo mtu kazini ambaye hupendezwi na tabia zake, lakini jikumbushe kwamba Mungu anampenda jinsi alivyo. Jifunze kufanya kazi hiyo ambayo huifurahi sana na wewe hufikiri, ningefurahi kama ningepandishwa cheo. Unajua ni wangapi wanaugua vitandani ambao wangependa kuwa na kazi kama yako? Unajua ni watu wangapi wanaweza kupenda kuwa na uwezo wa kuamka na kwenda kufanya kazi hiyo unayoidharau na kuichukia? Au ni wangapi wanaolazimika kutembea kila waendako na hawangejali kamwe hata kuendesha gari katika msongamano wa magari unaotutatiza kila siku? Na unajua nini? Wewe huja kanisani Jumapili na unakumbushwa mambo hayo, na kila mmoja anakubali, sote tunajua ni kweli, lakini nitakwambia unahitaji kujikumbusha mambo hayo wakati uko peke yako. Fanya mkutano na nafsi yako na ujizungumzie. Tulisema maandiko haya jana usiku katika Waefeso 4, inasema amua nia na mtazamo utakaokuwa nao kila siku. Kila siku tunapaswa kuamua mtazamo tutakaokuwa nao. Unajua, naamini kwamba sisi ni watu walioteuliwa kuishi maisha ya kawaida kila siku, lakini kwa njia isiyo ya kawaida. Sifikiri tunapaswa kutarajia kitu cha kimiujiza kitendeke kila wakati. Mungu yuko katika mambo ya kawaida. Yuko katika mambo yote madogo madogo ambayo wakati mwingine tunayapitia tu kwa haraka na tunakosa kuona kile Mungu anafanya au nafasi anazotupatia za kuwa baraka kwa mtu mwingine kwa sababu tayari tunachukia mambo ya kawaida. Hebu tutazame Yakobo 5:7. Kwa hiyo ndugu, vumilieni mnapoendelea kusubiri, si mkikubali kusubiri. Vumilieni hata kuja kwake Bwana. Sasa sikilizeni hii. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata atakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Unajua tunaweza kupitia tu kifungu hicho kwa haraka na tukose kupata mengi kutokana nacho, lakini kupitia juhudi zangu za kuchambua maana ya subira kwa miaka mingi, nimechambua vilivyo baadhi ya vifungu hivi. Kwa hivyo, ukifikiria kuhusu mkulima huyu, yeye hulima ardhi, akaweka mbegu yake ardhini na kusubiri. Na kusubiri, na kusubiri, na kusubiri. Ni siku gani ambapo kitu kitachipuka kutoka kwa ardhi? Ni Mungu tu anayejua. Kwa hivyo mkulima hufanya nini? Huendelea kufanya kila anachostahili. Ananyunyizia maji, anatoa magugu, anaitazama, anaamka na kulala, anaamka na kulala. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, hakuna kinachotendeka. Anafanya mambo hayo hayo tena wiki inayofuata na inayofuata na inayofuata. Lakini neno dogo hapa ndani ambalo sijui kama liko katika tafsiri zingine, lakini limekuwa neno kubwa sana maishani mwangu, linasema anasubiri kwa matumaini. Sasa sikilizeni, mnakaribia kupata kitu hapa. Sababu kubwa inayotufanya tuwe na huzuni si hali zetu, hata si kwamba tunalazimika kusubiri, ni kwamba tunasubiri bila matumaini.
Kitu cha ajabu hutendeka ndani ya nafsi yangu, na naamini kitafanyika ndani ya nafsi yako pia. Kinafanyika ninapoanza kutumaini kwa dhati na kwa kusudi kwamba kitu kizuri kitatokea maishani mwangu wakati wowote. Huenda leo ndiyo siku ya kupata mavuno yangu. Huenda leo ndiyo siku nitakayoona tofauti katika maisha ya watoto wangu. Huenda leo ndiyo siku yangu ya kupata nafuu. Nimevumilia ugonjwa huu kwa muda mrefu, lakini huenda leo ndiyo siku yangu. Unajua, shetani anataka tukose matumaini. Tulimba wimbo mzuri kuhusu matumaini hapo awali. Kuwa mwingi wa matumaini. Nimejizoesha kila asubuhi niamkapo nasalia kitandani kwa dakika 5, pengine sasa zimepungua mpaka dakika 1 au 2. Na hivi ndivyo utakavyosikia nikisema sasa: natarajia kitu kizuri kinitendekee leo. Natarajia kitu kizuri kitendeke kupitia kwangu. Leo nitakuwa imara, nitahisi vizuri, nitakuwa na nguvu na nitakuwa mbunifu. Nimesisimka kwa ajili ya siku ya leo. Hii itakuwa siku ya ajabu, na naweza kukuambia ukweli mtupu, ikiwa utafanya hivyo, mwili wako utakubali. Utu wako wa kimwili utakubali na utaanza kuhisi vyema na maisha yataonekana kuwa bora kwako. Tutazungumzia hiyo kwa muda mpaka muelewe. Unaona, watu wanaotazama tu mambo husema, sijui, mimi sijui, tutaona. Hivi majuzi nilifunza ujumbe mmoja unaoitwa, je, umepoteza ari yako ya kusimama na kuondoka? Na sote huwa na wakati ambapo tunachosha na ile tunayofanya. Sisi sote. Na unafikiri kwamba ungelikuwa na kazi ya kusisimua zaidi ungechoshwa nayo? Ndio itakuchosha. Unaweza kuketi hapo na kufikiria, oh, laiti ningekuwa mchungaji Joel, laiti ningekuwa Victoria, laiti ningekuwa Joyce. Basi unajua nini? Huwa nachosha na kile ninachofanya. Unajua nilikuwa nafikiria nini nilipokuwa nimeketi hapo chini leo asubuhi? Si kwamba sitaki kuwa hapa, nataka kuwa hapa, lakini nilifikiri wakati mwingine ningependa kuingia kanisani kwenye ibada na nisiwe na chochote cha kufanya. Unajua ni kwa miaka mingapi imepita tangu nipate nafasi ya kuketi tu bila kuwa na majukumu. Unaona, unapoendelea kufurahia nyimbo za ibada, hata ikiwa katika ibada kama hii ambayo si mkutano wangu mwenyewe, katika mikutano yangu sipati nafasi hata ya kupumzika wakati wa nyimbo za ibada. Lakini hata hapa bado nitakuwa nafikiri kuhusu kile nitakachosema au nitakachofanya. Na unajua nini kinachonichosha kuliko vitu vingine wakati mwingine, na nina upako wa kufanya hivyo, nina ustadi wa jambo hilo, ni kwamba daima mimi huwajibikia jambo fulani kila niendako. Kama ningeweza tu kuwa na maisha kama yako. Huwezi kupata sehemu moja ya kitu bila kupata sehemu nyingine ya kitu hicho. Ikiwa kupandishwa cheo kazini ndio unataka, utakuwa na majukumu mengi zaidi. Watatarajia mengi kutoka kwako. Kadri unavyozidi kupanda ngazi na watu wengi zaidi wanakuwa chini ya mamlaka yako, ndivyo watu wengi zaidi hawatakupenda. Jamani, sasa unajua unapokuwa wewe ndio mkubwa, haijalishi utafanya maamuzi gani, si kila mtu atakupenda. Unajua jambo lingine linalonichosha, na leo nawaambia tu kweli. Hili ni jambo ninalazimika kulifanya kwa imani. Natamani tu ningekuwa na huduma hii na niifanye yote bila kumuuliza mtu yeyote kunipa pesa. Utachoshwa na jambo hilo wakati mwingine ukiwa katika nafasi yetu. Kwa hivyo wacha niwaambie, watu wanapoanza kuzungumzia sadaka, mtabasamu, mshangilie. Jifanyeni mnaipenda, kwa sababu si rahisi kwetu. Jamani. Unajua, basi nitakuwa na furaha sana watoto wangu watakapokuwa watu wazima na waende zao. Sasa wacha nikwambie, wanapokuwa watu wazima wanatugharimu pesa nyingi zaidi kuliko wakati walipokuwa wadogo. Na sasa si watoto pekee, unao pia wanawakwe na wajukuu wote, ni kana kwamba Mungu wangu. Junior atahitaji kwenda chuo kikuu, na Sami atahitaji kufanya hili, na mwingine atahitaji kufanya kitu kingine, na unajua, tuache hayo. Niliweka bango nyumbani kwangu inayosema watoto hawaruhusiwi kuingia, lakini bado wanaingia. Na wapenda watoto wangu ni maisha yangu, lakini nasema tu, unajua, daima huwa tunataka vitu ambavyo hatuna, na katika hali hiyo tunakosa kuona vitu tunavyomiliki. Usifadhaishwe sana na yale usio nayo kiasi kwamba usahau kufurahia kile ulicho nacho.
Mtu anapofanya makosa, usisahau mambo yote mema ambayo ameyafanya maishani mwako. Je, itakuwaje tukianza kusherehekea vile tulivyo navyo badala ya kutatizwa kila wakati na kile tusichokuwa nacho? Matumaini. Ninapokuwa na zile siku ambazo nahisi nimepoteza ari yangu ya kusimama na kuondoka, na nakwambia tu kweli na kufichulia siri za maisha yangu binafsi, fanya chochote unachotaka. Naweza kuamka na niende hoteli nyingine. Unajua, sikilizeni, napenda kazi yangu. Nashukuru sana kwamba namtumikia Mungu, lakini ninahisia kama watu wengine. Unafikiri Paul na familia yake hawachoki kuwa kule Afrika au kwingineko kwa miezi mitatu? Basi nilimwambia Dave leo asubuhi, nilisema wamenivutia sana na kazi wanaoifanya huko. Unajua, nitakwenda kufanya misheni huko nje, lakini nataka kwenda na nirudi nyumbani. Nataka vitu vyangu, nataka kahawa yangu, nataka maji yangu. Unajua, kwa hivyo nitakuwa mishonari mwenye kustarehe. Nitaenda, lakini kwa starehe. Mimi si mtu wa kuishi kwa hema, hiyo siwezi kabisa. Yaani, nimewahi kwenda sehemu hizo ambapo wanakwenda na kuishi, na nataka tu kuwaambia na washukuru na nawaheshimu. Amen. Ninapokuwa na siku ambapo naamka na kusema oh, Yesu Bwana, je, unajua nina umri wa miaka mingapi? Sawa. Unajua kinachonisaidia zaidi ya yote? Natarajia kitu kizuri kitendeke leo. Natarajia Mungu atajitokeza na ajidhihirishe. Natarajia mtu fulani atapokea uponyaji mwilini nitakapokuwa nahubiri neno leo. Natarajia wokovu. Natarajia kuwa baraka kwa mtu fulani leo. Nina wingi wa matumaini. Na unajua kunatokea nini ninapofanya hivyo? Mimi huanza kusisimuka. Naanza kuwa mwenye shauku. Unajua tunahitaji kuwa na moto zaidi. Ni nini huonekana maridadi zaidi jikoni? Jivu zilizopoa au miale ya moto mkali? Amen. Naamini tunapaswa kuwa na msisimuko zaidi. Na njia ya kufanya hivyo ni kuishi kwa matumaini. Sasa baada ya kufundisha haya katika kanisa langu wiki chache zilizopita, siku iliyofuata nilipata ripoti kwamba msichana mmoja ofisini alikuwa anaelekea nyumbani na akafikiria nitajaribu kutekeleza hayo kwa sababu alikuwa na mwanawe wa kiume aliyempa matatizo sana. Na akasema huwa nina tabia kuhofia kwenda nyumbani. Ni wangapi kati yenu mnajua kwamba ikiwa una matatizo nyumbani unaweza kuhofia kuingia nyumbani kwako kwa mara nyingine tena? Alisema kwa hivyo nilipokuwa naelekea nyumbani nilisema natarajia kitu kizuri kitafanyika leo kwa mwanangu. Alisema baada ya kuwa nyumbani kwa muda mfupi mwanawe alimtazama na kusema, mama, nataka kufahamu kwamba nakupenda. Akasema sikuwa nimesikia hivyo kwa miezi mingi na inawezekana hata kwa miaka mingi. Wacha nikwambie jambo, kile tunachokifikiri na kile tunachokisema na mtazamo tunaoishi nao huathiri hali zetu. Sasa nitakueleza kwamba unaweza kupata chochote utakacho kwa kusema tu naitarajia, lakini nitakwambia kwamba unaweza kustahimili mambo mengi sana kuliko jinsi unavyofikiria ikiwa utakuwa na ari na msisimko zaidi, na usitarajie mtu mwingine aje akufanyie hivyo. Paulo alimwambia Timotheo, ichoche karama ya Mungu iliyo ndani yako. Jichoche mwenyewe. Nilichowafunza kwa dakika 2 zilizopita ni cha thamani kubwa. Nakwambia Mungu ameniita kuhubiri neno na naamini huwa ananinenea ili ninufaishe mwili wa Kristo. Na hili swala kuhusu matumaini si kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Mungu anasubiri kukuletea mavuno yako. Unaweza kuwa uliweka miguu yako ardhini na ukaamka na kulala, kuamka na kulala, kuamka na kulala, kuamka na kulala, kuamka na kulala, mpaka ukafikiria huwezi tena kuendelea kuvumilia. Lakini unapofanya hivyo kwa matumaini, wow, mambo mazuri yatafanyika maishani mwako. Amen. Jamani, mpeni Mungu sifa. Natarajia kitu kizuri kitafanyika kwangu. Na natarajia kitu kizuri kitafanyika kupitia kwangu. Sasa sikilizeni, kila mtu atulie kwa dakika moja tu. Uko hapa siku ya leo, pengine mtu alikuleta kama mgeni au pengine ulikuja kwa sababu umemwona Joel kwenye runinga na kwa kiasi fulani unasikitika kwamba umenipata hapa badala yake. Hiyo ni sawa. Kwa hakika umepata unachohitaji.
Au pengine ulisikia nitakuwepo hapa na ukaja kuona kama nafanana na jinsi nilivyo katika runinga. Sijui ni nini, lakini cha muhimu ni kwamba uko hapa. Na ikiwa huna uhusiano mzuri na Mungu, ikiwa hujampokea Yesu kama mwokozi wako, ni rahisi sana. Huhitaji kufanya chochote. Huhitaji kujirekebisha kabla Mungu akupate. Alikuleta hapa siku ya leo kwa sababu hiyo. Huu unaweza kuwa uamuzi mkubwa sana utakaofanya maishani mwako. Unachopaswa kufanya ni kusema ndiyo, namwamini Yesu, na ndiyo, nimechoka kuishi ninavyoishi. Nataka amani, nataka furaha, nataka kuwa na rafiki mwema na wa kweli. Yesu anataka kuwa rafiki yako. Unajua kuwa Mkristo hakumaanishi kwamba utayarishe orodha ya vitu 10 unavyohitaji kuvifanya sasa, vyote ambavyo ni vya kidini. Inamaanisha kwamba umealikwa katika uhusiano wa karibu na wa kibinafsi na Mungu kupitia Yesu Kristo, na kwamba anataka kuhusika katika kila kitu unachofanya. Ni kitu cha ajabu, 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 ajabu. Kwa hivyo ikiwa uko hapa siku ya leo na hujampokea Kristo kama mwokozi wako na unataka kufanya uamuzi huo leo, au umerudi nyuma, umejaribu kumtumikia Mungu lakini umerudi katika dhambi, nyosha mkono wako. Hebu nikuone mahali ulipo. Jamani, nyosheni juu vizuri. Hebu tuione mikono yenu. Naona mikono mingi zaidi. Naona mikono yenu hapo. Sawa, ni rahisi. Huhitaji kufanya chochote, utapokea kitu, utapokea. Sawa, sasa siwezi kuiona mikono hiyo yote mahali ilipo, na nitaomba mfanye jambo kwa ajili ya sababu kadhaa. Kwanza, tuna kitabu tunachotaka kukupa, na pili, nitawaomba wale mlionyosha mikono msimame pale mlipo. Jamani, kuweni wajasiri, mwaibisheni shetani. Jamani, simameni. Ndiyo hivyo. Haya jamani, simameni, msione haya. Ndiyo hivyo, simameni. Mnaweza. Kuweni wajasiri, kuweni wajasiri kwa ajili ya Yesu. Sasa sikilizeni, unaweza kusimama wakati wowote ikiwa utaamua unataka kujiunga nasi. Tutaomba ombi hili na jambo la ajabu litatendeka. Kitabu cha uzima kinaletwa kutoka mbinguni sasa hivi na jina lako litaandikwa pale. Utasamehewa dhambi zako zote. Tafadhali naomba nyote muombe ombi hili pamoja nao vizuri na kwa sauti, ili wasiwe na hofu. Mungu Baba, nakupenda. Yesu, nakuamini. Ulinifia, ulifufuka, ulichukua adhabu niliyostahili, uligharamia dhambi zangu. Nisamehe kwa ajili ya jinsi ambavyo nimekuwa nikiishi, lakini leo nageuka na kuchukua mwelekeo mpya. Najitenga na dhambi, naja kwako. Yesu, nakupokea. Njoo uishi ndani yangu. Wewe ni mwokozi wangu na mimi ni mtoto wako. Nichukue jinsi nilivyo, unifanye kama upendavyo. Asante. Nimeokoka, napendwa, na niko safarini kuelekea mbinguni. Jamani, mpeni Mungu sifa kubwa asubuhi ya leo. Amen. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.